بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1447 katika darsa ya kitabu al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بإذن الله تعالى وتuendelea na موضوع tulianza katika kikao kilichopita, ad-da'watu ila al-aqidati al-islamiyya, kulingania waislamu na wasiokuwa waislamu katika itikadi ya Kiislamu sahihi. Kabla ya kuingia katika darasa ya leo, mwanzo nitaeleza tafsiri ya aya 108 ya surah Yusuf. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، أي قل أيها الرسول لمن تدعوه، sema uambie ewe mtume wangu, kuambia wale unaowalingania, hadhihi sabili, ay hadhihi tariqi allati ad'u an-nasa ilayha, hii ndiyo njia yangu ambayo nawalingania watu katika njia hii. Ala basiratin, ay ala hujjatin wadhiha أدعو إليها أنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأنبيه hii ndiyo njia yangu nayowalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, kwa hoja zilizokuwa wazi, على حجة واضحة. أنا ومن اتبعني، أدعو إليها أنا ويدعو إليها من اتبعني. mimi nalingania katika njia hii kwa ujuzi na hoja, na kadhalika wale wanaonifuata mimi walingania katika njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujuzi na hoja za hali ya juu kabisa. أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي. كذلك alingania katika njia hii kwa ujuzi yule aliyenifuata mimi na kufuata uongofu wangu niliokuja nao, wastanna bisunnati, na akafuata sunna zangu. Wa subhanallahi wama ana minal mushrikin، أي وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله، na Allah ametakasika kutokana na yale anaonasibishwa nayo na hayalingani na utukufu wake, au yunafi kamalahu, au yale aliyonasibishiwa yanayokwenda kinyume na ukamilifu wake, Allah ametakasika nayo. Wama ana minal mushrikin، أي ولست من المشركين بالله بل أنا من الموحدين له سبحانه،
na mimi si katika wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali mimi ni katika wale wanaompokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Hii aya nimetanguliza kuieleza kwa sababu ndio aya tuliyofikia hapa aliyotaja al-Allama al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, akiwa aeleza dalili zinazoonyesha uwajibu wa kulingania katika itikadi sahihi. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة. ابن جرير الطبري ambaye amefariki mwaka wa 310 katika tafsiri yake akieleza hii aya asema: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ليتكوك amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam: qul ya Muhammad, sema ewe Muhammad alayhi salatu wassalam, hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilayha, hii da'wa ambayo mimi nawalingania watu, والطريقة التي أنا عليها, hii njia ambayo mimi niko nayo, niko kwenye hii njia, من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان, katika kuwalingania watu katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kumtakasia yeye ibada pasi na miungu mingine na masanamu, والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndio eleza hadhihi sabili, tariqati wa da'wati, hii ndio njia yangu, hii ndio da'wa yangu. ad'u ila Allah ta'ala wahdahu la sharika lahu, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu, mukhlisan lillah, yeye peke yake hana mshirika na yeye, namtakasia yeye dini. Kwa silinganii katika kundi lolote, wala silinganii kwa mtu yoyote, nalingania kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana ili tuwe pamoja sote tuelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ala basiratin, على بصيرة بذلك ويقين أو يقين علم مني به, nalingania nikiwa na ujuzi na yaqini juu ya hii njia ninayolingania, sina shaka nayo. أنا أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا ومن اتبعني, mimi nalingania katika njia hiyo na kadhalika walingania katika ujuzi pia wale walionifuata mimi. wasaddaqani wa amana bi, wakanisadikisha na kuniamini mimi. wa subhanallah, يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. kadhalika useme katika kumtakasa Mola wako na kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kuwa na mshirika katika ufalme wake au kuwa na mwingine anayeabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake. Subhanallah. wama ana min almushrikin, yaqulu wa ana bari'un min ahli ash-shirki bihi lastu minhum wala hum minni, na mimi niko mbali kabisa na wale wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wao si katika mimi na mimi si katika wao, nimejitenga na wao. قال الشيخ الفوزان: انتهى كلام ابن جرير رحمه الله. فالآية الكريمة تدل على أهمية معرفة العقيدة الإسلامية والدعوة إليها. هي آية كوف يا سورة يوسف, ni dalili juu ya umuhimu sana
wa kuijua itikadi ya Kiislamu sahihi na kulingania watu katika itikadi hii. Wa anna atba'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hum man iqtada bihi fi dhalika wattasafa bis-sifatayn, na wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni wale watakaomuiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo na wakasifika na sifa mbili: al-ilm bil-aqida, kuielewa itikadi sahihi, wa da'wati ilayha, na kuwalingania watu katika itikadi sahihi. Wa anna man lam yata'allam ahkam al-aqidati wa yahtamma biha wa yad'u ilayha, na kwa yule ambaye hatajifunza ahkam za aqida, na yeyote ambaye hatakuwa na ihtimam ya kujifunza itikadi sahihi, tauhid, akawa na ihtimam na akalingania katika hiyo tauhid na aqida sahihi, falaysa min atba'i ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ala al-haqiqa, basi huyo hatakuwa ni mfuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa uhakika. وإن كان قد يعد نفسه من أتباعه على سبيل الانتساب والدعوة، pamoja na kwa yeye aweza kujihesabu nafsi yake kuwa yeye ni katika wafuasi wake kwa kujinasibisha tu na madai, lakini mfuasi wa kikweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule anayejifunza itikadi sahihi akaitendea kazi na kuwalingania watu, akawalingania watu katika itikadi sahihi. Na hili liko wazi katika hii aya, ana wa man taba'ani, bimaana mimi na wanaonifuata, hii ndio njia yetu. Ad'u ila Allah ala basirati. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ابن القيم رحمه الله تعالى akiwa tafsirihi aya ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasana wajadilhum billati hiya ahsan, sema ذكر سبحانه مراتب الدعوة. katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ametaja daraja za da'wa, martaba za da'wa, وجعلها 3 أقسام بحسب حال المدعو, akazijalia hizi njia ziko katika vigawanyo vitatu kulingana na yule unayemlingania, kulingana na hali ya yule unayemlingania. فإنه إما أن يكون طالبا للحق مؤثرا له على غيره إذا عرفه, sababu katika wale unaowalingania kuna watu wanaoitafuta haki, na wakijua hii ni haki huitanguliza juu ya kitu chochote kingine. Anapoijua ni haki aifuata tu, hana shida ile, bora ambiwe qala Allahu qala rasuluhu. Fahadha yud'a bilhikmati wala yahtaju ila mau'idhatin wala jidal. Na hapa ndio utapata kuna baadhi ya watu hawafahamu hata hii aya. Utaona uzuri ud'u ila sabila bilhikma, kwa kutumia hikma. Hikma hapa inakusudiwa ni ilmu, na hikma wanaoikusudia wengi katika watu ni daima kutumia upole. Kwa wakati wote unapotumia kwa mfano njia ya ukali katika da'wa mahala pake, kuna hana hikma huyu bwana. Hikma ni kuweka kila kitu mahala pake. Ukiweka pahali pa upole ukaweka upole, mahali pa ukali ukaweka ukali. Wa illa itakuwa si hikma kila wakati kutumia shida. Basi mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza kama walezi kuwa tuamrishe watoto wetu kuswali wakifikia miaka 7, kisha akasema wadribuhum alaiha wa hum abna 10, na muwachape kwa ajili ya kuiwacha swala wanapofika miaka 10. Je, hivi sheria itaamrisha jambo la kuchapa halina hikma hili? Na kuchapa ni shida,
pale kumetumiwa ukali, lakini sheria ikakuelekeza sababu pale itakuwa ni mahala pake, pale ni mahala pake. Na mara nyingi utaja kwa mfano hata Musa alipoambiwa aende kwa Firaun, yeye pamoja na Harun waliambiwa faqula lahu qawlan layyinan, wamwambie maneno laini. Ni kweli sababu pale ndio mwanzo wanapomlingania Firaun, hajafikiwa na da'wa. Lakini baada ya kufikiwa na da'wa, kisha Firaun akafanya jeuri, ilifikia mpaka Musa alayhi salatu wassalam kumwapiza nani? Firaun. qala laqad alimta ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura, mimi nakuona wewe Firaun mwana wa kuangamia, wewe utaangamia tu. Bali akamwapiza kwa kumwombea, rabbana innaka ataita Firauna wa malaahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'adhab al'alim. Allah sema qala qad ujibat da'watukuma, pamoja na kuwa aliomba ni Musa kuwa ewe Allah, hakika wewe umempa Firaun na wale waheshimiwa wale katika serikali yake, umewapa mapambo na mali nyingi, kisha wakazitumia hizi mali na mapambo waliopewa na nini katika kupoteza watu katika njia ya Allah. Akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aziangamize mali zao na azifanye nyoyo zao ziwe ngumu wasiamini. Yule aliambiwa faqula lahu qawlan layyina, huku yuwapiza sababu wamefanya inadi, wasiamini mpaka watakapoiona adhabu kali. Allah sema qala qad ujibat da'watukuma, nishaitikia maombi yenu nyote wawili. Wakati aliomba ni Musa, wasema wanavyuoni, sababu Harun alikuwa akiitikia amin. Musa yuwaomba, Harun aitikia amin, ndio Allah akasema nishawaitikia maombi yenu nyote wawili. Kwa tukaona hapa kumbe Musa katumia lugha ngumu mpaka kumwapiza Firaun. Bali Musa huyu alipokwenda katika miqat kukutana na Mola wake, akarudi akawakuta banu Israili waabudu nini? Kindama. Kitu cha kwanza kafanya nini? faalqa alalwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi, kisha kamkamata Harun kwa nywele zake, kwa kichwa na ndevu, amburuza. Kwa nini umewawacha banu Israili mpaka wakafikia kuabudu kindama? Mimi nimekuacha hapa, wewe usimamia watu. qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, Harun akamwambia usinivute nini ndevu na kunivuta nywele na kichwa, kwa sababu mitume wote walikuwa na ndevu, hakuna mtume ana ndevu. Hakuna mtume hata mmoja mnyoa ndevu, hakuna kitu kama hicho. Utakujifananisha na mitume hawanyoi ndevu. Kawa yomvuruta zile ndevu zake, sababu zilikuwa ndevu kubwa. Harun alayhi salatu wassalam, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Sasa tuuliza, huyu Musa ambaye alikuwa mlaini kwa Firaun, mbona mkali kwa Harun? Alikuwa hana hikma? Hebu waulizeni mahizbi swali kisha wawajibu. Huyu Musa ambaye ameambiwa na Harun alayhi assalam faqula lahu qawlan layyinan, ndio huyo Musa alayhi salatu wassalam ambaye Allah sema akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi. Vipi atakuwa mkali kwa ndugu yake ambaye ni mtume kama yeye, na huko awe mlaini kwa Firaun? Na hapo ndio utafahamu kuwa sio maana ya hikma kuwa kila wakati mtu kuwa nini, kuwa mlaini, bali kila kitu kukiweka mahala pake. Ukali ukaweka mahala pake na ulaini ukaweka mahala pake. Na hii tafsil huwezi kuipata kwa mahizbi.
wanaovyuoni wa kisunna ndio wanaeleza tafsiri hii, sababu wao wajaribu kuwakinaisha watu kuwa hikma ni kuwa kutumia upole kila mahali, ndio hikma hiyo. Wala hikma bana, hikma na maskini awamu wakachukua tu vile vile. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardhah alipomuua yule bwana tena vitani, na yule bwana alikuwa akiwaua Waislamu katika vile vita, kisha walipomfikia yeye na mmoja katika kijana mmoja katika Ansar, yule bwana akatamka la ilaha illa Allah. Usama hakumbakisha, Usama akammaliza. Yule kijana wa Ansar akazuia mkono wake, antamka la ilaha illa Allah. Yule bwana akamwambia Usama, akamwambia yule bwana, lakini huyu alitamka hivyo kwa sababu ameona upanga, ameogopa kuwa nitamuua. Yule kijana roho yake haikumpa na moyo wake kupata utulivu, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kumetokea jambo fulani, Usama akafanya jambo fulani. Akamuita Usama akamuuliza, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah? Ewe Usama, ulimuua yule bwana baada ya kutamka la ilaha illa Allah? Usama akamwambia, ya Rasulullah, inma qala dhalika khawfan min as-sayf, yule bwana amesema hivyo kwa kuogopa upanga wangu. Qala ashaqaqta an sadrihi, je, ulimpasua kifua ukajua kuwa alikuwa anasema hivyo kwa sababu ya kuogopa upanga wako? Ya Usama, ma taqulu fi la ilaha illa Allah idha jaat yawm al-qiyamah, utajibu nini wewe kesho mbele ya Allah la ilaha illa Allah ikisimama dhidi yako siku ya kiyama, kuwa umemuua mtu baada ya kutamka la ilaha illa Allah? Ya Usama. Mtume sallam akawa mkali sana kwake. Usama akasema, hatta qultu laitani lam akun aslamtu ba'du, nikatamani lau kama ningelikuwa sijasilimu siku hiyo, kwa yale maneno yalivyokuwa kinichoma katika moyo wangu. Lakini angalia huu ukali wa sunna huu Mtume sallam anatufundisha, ukawa ni dawa kwa Usama. Ilipotokea fitna iliyotokea baina sahaba, wallahi ma dakhala Usama fil fitna. Usama akawa yosema, nileteeni upanga ambao utaniambia huyu ni Muislamu na huyu si Muislamu, ndio nipigane. Hakuna upanga kama niacheni. Siwezi kupigana na mtu aliyesema la ilaha illa Allah baada ya yale maneno niliyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, siwezi. Kwa ule ukali uliotumika na Mtume sallam ikawa ni dawa kwa Usama radhiyallahu anhu wa ardhah katika fitna iliyotokea baada ya hapo. Hadhihi hiya at-tarbiyya as-salafiyya an-nabawiyya as-sahiha. Haya ndiyo malezi ya kisalafi, malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kuweka ukali mahala pake na kuweka upole mahala pake. Ndiyo huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa mpole sehemu nyingi, lakini hapa akatumia ukali kwa sababu ni mahala pake. Hapa ndio mahala pake. Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu ardhah, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumwambia, ya Muadh, wallahi inni la uhibbuka, ewe Muadh, wallahi mimi nakupenda wewe. Yuwampenda mpaka amwambia inni la uhibbuka. Na huyu Muadh bin Jabal alipowasalisha wale aliowasalisha suratul Baqara katika salatu al-isha, yule bedui aliyetoka, kijana wa kibedui katika sala, akamaliza sala yake, Muadh bin Jabal akamwita nani? Munafiq. Yule bwana akaja akamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Muadh yusali kwako hapa, kisha aje kutuswalisha sisi sura ndefu, suratul Baqara, na sisi tuna kazi zetu mashambani kule, hamalizi kuswalisha. Mimi nikamaliza ile swala nikaenda kufanya shughuli zangu, kisha niita mimi munafiq. Mtume sallallahu alaihi wasallam fataghayyar wajhuhu alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam uso wake ukabadilika na hasira. Qala afattanun anta ya Muadh, wewe ni fatani wewe Muadh? Si hikma hii? Akawa mkali sana Mtume sallallahu alaihi wasallam dhidi ya Muadh kwa kile kitendo alichokifanya. Na matukio kama haya ni mengi sana. Lau kama utaangalia katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mengi ya kusoma,
Kwa msije mkahadaiwa na hawa watu wanaojipendekeza kwenu kuwa mbona pale kutumia ukali, mbona si hivyo mpaka awamu kuwa mashallah waweza kumwona mtu ami atakufuata. Wajua taratibu, mwanzo soma. Hutaki kuhudhuria hata kwenye madarasa wewe wasikia klipu ya dakika 2 tu ya mtu amewatukana masahaba akajibiwa kwa ukali, wewe huangalia amfanya nini yule mpaka akajibiwa vile. Wewe angalia yule aliyejibu wasema hana hikma. Mfano wake ni kama umekuja umkuta mtu ampiga mwenzake konde moja, yomwonea bwana, kumbe kabla hapo kapigwa bakora, kapigwa ngumi, kapigwa basi ameregesha moja tu. Wewe hukuona zile zote zile. Wewe umekuja kutizama mambo ya shaisha, jamaa basi akarusha moja angalau kujitetea, wewe umrukia. Wewe umwonea mwenzako, ushaona kumetokea nini kuanzia mwanzo? Ushauliza kunani? Hasa waweza kumwona mtu awafanyia istihza na kebehi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha baada akamwambia ajua atakaoende nao na hikma pole pole. Yeye hakutumia hikma alipozungumza masahaba, hakutumia hikma alipozungumza wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wewe utakapotumia ukali pale katika kuwajibu watu kama wale wenye inadi, pale hakutumia hikma bwana. Wewe elewa hikma maana yake nini? Maana yake hikma hakuna kutumia ukali kabisa katika dini. Umesahau ya Mtume sallam amrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, qatilu alladhina yalunakum min alkuffari waliyajidu fikum ghilza. Ni Allah anayemwamrisha ukali Mtume sallam anapigana kufaru. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo yule anayetaka haki, huyu ndiye anayetumiwa hikma, bimaana atumiwa ilmu. Qala Allahu qala Rasul. Kuna watu ukiwatajia aya tu, ukiwatajia hadithi moja pekee yake basi tosha, hii ni aya basi خلاص wafuata. Sasa kama huyu atumia alhikma, ud'u ila sabili rabbika bilhikma, huyu anayelinganiwa kwa hikma ni yule ambaye akiambiwa haki pale pale yuikubali. Na hikma hapa itakuwa maana yake nini? Ilmu, kwa ilmu. Ndio hapa shekhe akanukuu maneno Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, sema imma an yakuna taliban lilhaqqi مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. حكونا جاء موعظة مريف ومجدالة، حكمة قال الله قال رسول بس يتك حق. وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق أو أين من يكوكينجوك أمشغليش ونكنيومة حقي هوني أين يبيلي. ولكن لو عرفه لكن أنجيجوا إلى حقه آثره واتبعه أنجيتنغليزا نكويفواتا، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. هو pamoja na hikma, pamoja na kutajiwa dalili, yahitajia pia ndani yake kupendezewa na kuogopeshwa, kupendezewa ile haki na kuogopeshwa kutokana na kuikhalifu haki kwa maneno ya mawaidha. Huyu wa pili huyu tayari yuko kwenye batili, lakini akielewa atarudi kwenye haki. Kwa hiyo tunahitaji mwanzo kumweleza kwa dalili, kisha juu yake kumpa mawaidha arudi katika haki. Wa imma an yakuna muanidan muaridan, na kuna mwingine sasa afanye inadi na upinzani, kama wengi katika walinganizi wa ahlul bid'ah, hasa min alkhurafiyin. Ni khurafi mingi na mashia walioko humu, hawa hawana haja ya haki. Hawa wafanya ushindani na inadi na hawaitaki ile haki. Fahadha yujadalu billati hiya ahsan, huyu utajadiliana naye billati hiya ahsan, kwa uzuri. Fa in rajaa, akirudi sawa. Wa illa intuqila ma'ahu min aljidal ila aljiladi in amkana. Ikiwa mjadala, yani kumzungumzia ile haki na kuikubali hakutafaa, basi hapa kinachofuata ni aljilad. Jilad sasa ni kutumia nguvu na kutumia maneno makali, ndio inakufuata kama mjeledi vile.
naso ikiwa kuna serikali ya Kiislamu iliyo katika sunna, walikuwa mpaka wakiwafunga watu wa bid'a ili warudi katika haki, warudi katika usawa. Na ndio leo utakuja kusikia kuwa mashekhe wafungwa kule Saudia. Basi ukisikia mashekhe wafungwa, ona nani anayefungwa, utafikiri ni Fauzan alifungwa, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen. Wanaofungwa makhawarij tu, wale wanaosimama kuwatia watu fitna dhidi ya daula. Hakuna anayefungwa kule kwa kulingania katika sunna, kulingania katika haki yao. Wanaofungwa ni mujrimini, ni watu majambazi katika sura ya walinganizi, lakini walingania watu katika kupendua maserikali, katika kutoka nje ya taa ya viongozi. Wewe acha kelele, ungelikuwa wewe uko pale kwenye uongozi ungeua wewe, maana undeleka Afrika. Wale wana huruma kidogo, afungwa, ulizo maswali, afungwa, mwacha kae kule apumzike. Na jela yenyewe kama 5 star, si kama hizo jela za kwetu, utakula maharagwe kutoboka toboka mpaka ukome. Wale vizuri. Kuna mmoja akafungwa kule Saudia, sema natamani nisitoke, maana alikuwa na shida yeye mwenyewe huko kwao. Siku Alhamisi na Jumatatu wafunga, ulizwa wala iftari nini, alitoa iftari. Iko clip moja jamaa yazungumza mwenyewe, piga makuku na nini, wala njoo kufungwa. Sasa wewe ungelikuwa katika ile sehemu yule kiongozi, kisha ukajua kuna mtu atakakupendua serikali na kuondoa amani katika nchi, utamfanya nini? Tampaskirimu wale bil hikma, sio ndio hikma zao hizo? Tampaskirimu wale kushibe. La, hakuna uongozi wowote utampendelea mtu katika jambo hili, hata akawa ndugu yake anailingania katika upenduzi wa serikali. Wallahi waweza kuona mfalme amuua ndugu yake tu sababu ataka kumpendua. Tokea katika tarehe, nenda kasoma tayari. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وبهذا تبين منهج الدعوة وما ينبغي فيها. ومبينك مفهوم والانغانيزي na kile kinachompasa mlinganizi. وتبين خطأ ما تنتهجه بعض الجماعات المنتمية إلى الدعوة، وهي تخالف المنهاج السليم الذي بينه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. hapa ndio itabainika kosa la makundi mbalimbali, hizbu mbalimbali, jamaati zinazojinasibisha na da'wa, makundi yanayokhalifu mfumo uliosalama kabisa aliobainisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na hapa ndio mwisho wa mada biidhnillah ta'ala. Katika kikao kitakachofuata tutaanza bayanu usul al-aqidah al-islamiyya ijmalan wa adillatuha, ambapo tutazungumzia nguzo 6 za iman biidhnillah ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.